Fungua pamoja na mimi kitabu cha nabii Isaya sura ya 35 ule mstari wa 8 mpaka wa 10. Kitabu cha nabii Isaya sura ile ya 35 mstari wa 8 mpaka wa 10. Tutakuwa tunajifunza neno la Mungu kutokea hapo. Kitabu cha nabii Isaya 35 ule mstari wa 8 mpaka wa 10. Biblia inasema, na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Hapo hapatakuwa na simba wala mnyama mkali hata panda juu yake, hawataonekana hapo, bali waliokombolewa watakwenda katika njia hiyo. Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Nao watapata kicheko na furaha, huzuni na kuugua zitakimbia. Lakini pia twende pamoja na mimi kitabu cha Hesabu sura ya 9 mstari wa 15 mpaka wa 23. Nitasoma hayo maandiko mawili, alafu baada ya hapo tutakuwa tunajifunza kutokea hapo. Hesabu sura ya 9 mstari ule wa 15 mpaka wa 23. Biblia inasema, na siku hiyo maskani iliposimamishwa, lile wingu likaifunika maskani, yaani hema ya kukutania. Wakati wa jioni likawa juu ya maskani mfano wa moto hata asubuhi. Ndivyo ilivyokuwa siku zote. Lile wingu lilifunika kwa mfano wa moto usiku. Na kila lilipoinuliwa lile wingu juu ya ile hema, ndipo wana wa Israeli waliposafiri. Na mahali lilipokaa lile wingu, ndipo wana wa Israeli walipopiga kambi yao. Kwa amri ya Bwana wana wa Israeli walisafiri, na kwa amri ya Bwana walipiga kambi. Wakati lile wingu lilipokuwa juu ya maskani, walikaa katika kambi yao. Na lile wingu lilipokawia juu ya maskani siku nyingi, ndipo wana wa Israeli walipolinda malinzi ya Bwana, wala hawakusafiri. Na pengine lile wingu lilikaa juu ya maskani siku chache, ndipo kwa amri ya Bwana walikaa katika kambi yao. Tena kwa amri ya Bwana walisafiri. Na pengine lile wingu lilikaa tangu jioni hata asubuhi, na lile wingu lilipoinuliwa asubuhi walisafiri. Au kama lilikaa usiku na mchana pia, lilipoinuliwa lile wingu ndipo waliposafiri. Ikiwa lile wingu lilikawia likikaa juu ya maskani siku mbili au mwezi au mwaka, wana wa Israeli walikaa katika kambi yao wasisafiri, bali lilipoinuliwa walisafiri. Kwa amri ya Bwana walipiga kambi yao, na kwa amri ya Bwana walisafiri, wakayalinda malinzi ya Bwana kwa mkono wa Musa. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka hapo tutakuwa tunajifunza jioni ya leo somo linalosema kutembea katika njia ya Mungu. Kutembea katika njia ya Mungu. Tumekuwa na neno la mwaka linalosema ya kwamba kumjua sana Mungu, na katika kumjua Mungu tukafundishwa mambo mengi, lakini mambo makubwa matatu tuliyoambiwa. Jambo la kwanza, tunamjua Mungu kupitia neno lake. Jambo la pili, tunamjua Mungu kupitia sifa zake, na jambo la tatu, tunamjua Mungu kupitia njia zake. Mimi nimechukua jambo moja, kutembea katika njia ya Mungu. Nimesoma hayo maandiko mawili, kitabu cha Isaya na tabiri anaandika kwamba na hapo patakuwa na njia kuu, nayo hiyo njia itaitwa njia ya utakatifu. Anasema wasio safi hawatapita juu yake, bali ni kwa ajili ya hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea. Maana ya hilo neno wajapokuwa wajinga hawatapotea, maana yake haijalishi watakuwa wenye elimu au hawatakuwa wenye elimu, lakini katika hiyo njia hakuna atakayepotea. Lakini anaendelea kusema ya kwamba waliokombolewa watarudi, nao watafika mpaka Sayuni,
alafu furaha ya milele itakuwa juu yao, kuugua na huzuni zitakoma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitabu cha Hesabu tumesoma hii sura ya 9, wakati walipokamilisha kujenga hekalu la Bwana. Kitabu cha Kutoka kinamalizika baada ya kuonyesha ile hema ya kukutania imekamilika, lakini kile kitabu cha Walawi hakijaandika ujenzi wowote, ila kimeandika tu namna ya kumwendea Mungu na namna ya kuishi mbele za Mungu. Lakini hiki kitabu cha Hesabu, unaposoma hii sura ya 9, unaona hema ya kukutania imekamilika, na anasema hema ilipokamilika, wingu lilifunika ile hema. Usiku ilifanyika kama nguzo ya moto, lakini mchana ilifanyika kama nguzo ya wingu. Na wakati lile wingu lilipotulia, Waisraeli hawakuenenda, lakini liliponyanyuka lile wingu, walienenda kwa lile wingu. Maana yake kwa amri ya Bwana walienda, na kwa amri ya Bwana hawakuenenda. Maana yake ni nini? Walitembea katika njia ya Mungu. Ndio maana jioni ya leo nikakwambia ya kwamba tunaenda kuzungumza kwa habari ya kutembea katika njia ya Mungu. Maana yake kwa lile wingu kwao, usiku lilikuwa likiwamulikia wapite njia gani, lakini lilikuwa linatoa mwanga wakati wa usiku. Muda huo lilifanyika kama moto, kwa sababu jangwani tunafahamu ya kwamba ni sehemu yenye baridi kali. Kwa lile wingu wakati huo lilikuwa likuonyesha njia, lakini muda huo lilifanyika ili kupunguza ile baridi. Lakini wakati wa mchana lilifanyika kama wingu ambalo mahali linakoelekea ndiko wana wa Israeli walikopita. Hawakuenenda kwa akili zao na kwa matakwa yao, lakini walienenda vile ambavyo wingu lilionyesha ni wapi njia ya kuiendea. Sasa kabla tujaenda kuzungumza mambo mengi, natamani tufahamu nini maana ya kutembea katika njia ya Mungu. Maana ya kutembea katika njia ya Mungu, maana yake ni kuishi maisha ambayo katika kila jambo la maisha Yesu anakuwa kiongozi mkuu wa jambo hilo. Kutembea katika njia ya Mungu maana yake ni kuishi maisha ambayo katika kila jambo la maisha Yesu anakuwa kiongozi mkuu wa jambo hilo. Maana yake kabla hujafanya jambo lolote, ni lazima Yesu awe kiongozi katika njia hiyo. Katika masomo, katika ndoa, katika familia, Yesu anakuwa kiongozi mkuu katika jambo hilo. Kwa lugha nyepesi ni kwamba Yesu anakuwa ni dereva katika kila jambo la maisha. Dereva ndiye anayeamua ya kwamba gari ni wapi linapita. Abiria sisi kazi yetu ni kukaa. Maana yake kama dereva akikosea kanipeleka mtaroni, watu wote wanaanguka. Ndio maana nikasema ya kwamba katika kila jambo ambalo unalofanya, Yesu inabidi awe kiongozi mkuu. Yesu awe dereva wako. Yeye amue ni wapi pa kupita, yeye amue ni wapi hapatakiwi kupita, kwa sababu unatembea katika njia ya Mungu. Na swali, kwa nini? Kwa nini sasa tutembee katika njia ya Mungu? Na kwa nini tujifunze kutembea katika njia ya Mungu? Kama tunataka Yesu awe dereva katika maisha yetu na awe kiongozi mkuu, kwa nini tunamtaka Yesu awe hivyo? Jambo la kwanza, kwa kuwa Mungu ndiye yeye anayeamua tufanikiwe au la. Mungu anaamua katika maisha yetu tufanikiwe au tusifanikiwe. Katika jambo lolote lile ambalo mwanadamu analolifanya, Yesu ndiye anayeamua ya kwamba tufanikiwe au hapana. Maana kitabu cha Mhubiri ile sura ya 12 mstari wa 13 na wa 14 anasema, na hii ndiyo jumla ya mambo yote yamekwisha kusikiwa. Anasema zishike amri na wewe ukamche Mungu, maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi na kila neno la siri ambalo mwanadamu alilitenda, liwe jema au likiwa baya. Maana yake Mungu ndiye anayeamua sisi tufanikiwe katika jambo lolote lile. Mungu ndiye anayeamua watu waliookoka wafanikiwe. Watu wa duniani wana njia zao za kufanikiwa, wanaenenda kwa waganga wa kienyeji, wanaenenda katika sehemu tofauti tofauti, lakini sisi watu wa Mungu, Mungu ndiye anayeamua tufanikiwe. Tunajifunza tupite kwenye njia ya Mungu kwa sababu Mungu ndiye anayeamua sisi tufanikiwe. Lakini jambo la pili, kwa sababu ndiye usalama wetu. Kwa sababu ndiye usalama wetu wa maisha ya kila siku.
tunajifunza kupita katika njia ya Mungu, tunajifunza kutembea katika njia ya Mungu, kwa sababu ndiyo usalama wa maisha yetu ya kila siku. Endapo tusipopita katika njia ya Mungu, huko duniani kuna hatari. Kuna mwimbaji mmoja akaimba wimbo mmoja akasema, njia za mwanadamu pasipo Yesu ni hatari. Akaonyesha mfano, mtu mmoja anatembea kwenye mchanga, na kule kwenye mchanga kuna nyoka amejificha. Maana yake yule mwanadamu pasipo kujua ile njia kwamba kuna nyoka amejificha, ataenda kuumia. Tunajifunza kutembea katika njia ya Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anayeamua tufanikiwe, lakini kwa sababu pia ndiyo usalama wa maisha yetu ya kila siku. Tukitoka katika njia ya Mungu, hauko usalama wowote katika maisha yetu. Shetani atatujeruhi, shetani atatuumiza, shetani atatukanyaga na kutuonyea. Lakini tukitembea katika njia ya Mungu, huo ndio usalama wetu wa maisha ya kila siku. Aliyeokoka akitoka katika njia ya Mungu, hauko usalama wowote, ni lazima aumie tu. Sasa namna gani tutembee katika njia za Mungu? Namna gani tutembee katika njia ya Mungu? Sasa jambo la kwanza, namba moja, kulijua neno la Mungu linasema nini juu ya maisha ya mwanadamu, na kulitii na kulitenda na kuliishi. Kulijua neno la Mungu linasema nini juu ya maisha ya mwanadamu, kulitii, kulitenda na kuliishi. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kufahamu neno la Mungu linasema nini juu ya maisha ya mwanadamu, alafu tulitii, alafu tulitende na tuliishi. Hapo ndipo tutakapokuwa tunatembea katika njia ya Mungu. Na hapa ni kitu gani tunamaanisha? Hapo tunamaanisha kwamba tunafahamu, tujue fundisho lote la neno la Mungu kuhusiana na maisha ya mwanadamu. Neno la Mungu limezungumza vitu vingi, japokuwa kwa asilimia kubwa na ujumbe mkuu wa Biblia tunafahamu ya kwamba ni ukombozi wa mwanadamu. Katikati ya kwamba ujumbe mkuu ni ukombozi wa mwanadamu, lakini Biblia pia imezungumzia mambo mengine. Imezungumzia mambo ya mbinguni, imezungumzia wanyama na vitu vingine, lakini kusudi kuu ni ukombozi wa mwanadamu. Sasa tunafahamu, tunatakiwa tujue fundisho kuhusu neno la Mungu linasema nini juu ya maisha yetu. Tusipofahamu ya kwamba neno la Mungu linasema nini juu ya maisha yetu, ni lazima tutatoka katika njia ya Mungu. Tutatoka. Lakini tukifahamu fundisho la Mungu linasema nini juu ya maisha ya mwanadamu, tutatembea katika njia hiyo sawasawa na vile ambavyo Mungu anavyotaka tuweze kutembea. Mfano mwepesi ni kwamba kama neno la Mungu tunafahamu linasema ya kwamba uponyaji wa mwanadamu ni kwa kupigwa kwake Yesu tumepona. Tukifahamu hivyo, maana yake hatutaenenda kwa waganga wa kienyeji, hatutatafuta msaada mwingine wowote, lakini tutajua wakati wa kuumwa Bwana kwetu ni Jehova Rafa, ni mponyaji. Maana yake ukifahamu fundisho lote la neno la Mungu kuhusu maisha yako, utatembea katika hilo neno, na huko ndiko kufanikiwa kwako. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Wafalme wa kwanza ile sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Daudi anamuhusia mtoto wake Sulemani. Wakati Daudi alipokaribia kufa, akampa mahusia haya, akasema, nitaanzia mstari wa 2. Mimi naenda nje ya ulimwengu wote, basi uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanaume, uyashike mahusia ya Bwana Mungu wako, uende katika njia zake, uzishike sheria zake na amri zake na hukumu zake na shuhuda zake, sawasawa na ilivyoandikwa katika Torati ya Musa, upate kufanikiwa katika kila ulifanyalo na kila utazamako. Maana yake Daudi anamuita, anaanza kumwambia Sulemani ya kwamba, Sulemani mwanangu, mimi naenda katika njia ya watu wote. Njia gani? Anasema naenda kufa, lakini sasa katikati ya kufa kwangu, akamwambia uyashike mahusia ya Bwana. Anaposema mahusia ya Bwana, maana yake ni neno la Mungu. Ametumia jina mahusia ya Bwana, ila akasema uenende katika njia zake. Utaenenda vipi katika njia zake?
akataja tena uzishike amri zake, ni hilo hilo neno la Mungu, na amri zake na hukumu zake na shuhuda zake. Maneno hayo yote aliyokuwa anayataja Daudi, alikuwa anataja neno la Mungu. Kwa hiyo tukitaka tutembee katika njia za Mungu, ni lazima tulishike neno la Mungu, kisha tulitende na kuishi. Anamwambia ukisha kufanya hivyo ndipo utakapofanikiwa. Hatutaweza kufanikiwa kama hatulishiki neno la Mungu kama linavyotutaka kwenye maisha yetu tuweze kuenenda. Kumbukumbu la Torati 8:6-7. Kumbukumbu la Torati 8:6-7. Sitasoma hapo, lakini ukisoma utagundua kwamba Musa mtumishi wa Bwana, wakati anazungumza na kizazi kipya cha Israeli baada ya wale wengine walioasi kuangamiza jangwani, akazungumza nao maneno, akawaambia wazishike amri za Mungu na kutembea katika njia zake zote. Maana yake anapowaambia maneno hayo, ukianzia kule mstari wa kwanza kuna mambo anawaambia, mpaka anafika hapo anawaambia watembee katika njia za Mungu zote na kushika amri zake. Hatuwezi kuenenda katika njia ya Mungu kama hatushiki amri za Mungu kama vile inavyotupasa. Jambo la pili, tunatakiwa tufanye nini ili tutembee katika njia ya Mungu? Kupitia shule ya Mungu ya majaribu na mitihani. Kupitia shule ya Mungu ya majaribu na mitihani. Ili utembee katika njia ya Mungu, ili utembee katika njia ya Mungu, ni lazima ifike mahali Bwana akupitishe katika shule yake. Akupitishe katika shule yake kupitia majaribu na mitihani. Sasa nitatoa utofauti kati ya jaribu na mtihani, alafu nitaeleza mambo machache. Jaribu maana yake nini na mtihani maana yake nini? Jambo ambalo unatakiwa kuzingatia ili uliite kuwa ni jaribu. Moja, shetani ndo amesababisha. Kwenye jaribu lolote shetani huwaga yuko nyuma yake, lakini kwenye mtihani wowote ule Mungu yuko nyuma yake. Ukiona kuna jambo limekuja kwenye maisha yako, aidha ni changamoto, lakini ukitafakari unaona linataka kukutoa kwa Mungu, utambue ni kwamba lile ni jaribu na kuna shetani yuko nyuma yake. Lakini ukiona kuna jambo liko kwenye maisha yako halikutoi kwa Mungu, lakini linakusogeza kwa Mungu, haijalishi linakuumiza, utambue Mungu yuko nyuma ya jambo, yupo katika kukupima. Bwana Yesu asifiwe. Yupo katika kukupima. Watu wengi wanasema kwamba Ayubu alijaribiwa na Mungu. Mungu huwaga hatoi majaribu, Mungu anatoa mtihani. Na hata hivyo Mungu hakumpima Ayubu. Ayubu hakupewa mtihani na Mungu, ili isipokuwa Ayubu, Mungu alimruhusu shetani aende akamjaribu nani? Ayubu. Kwa hiyo kwa Ayubu pale hakuna mtihani, ila kuna jaribu. Maana kuna shetani alikuwa nyuma ya mambo, alienda kushtaki na kudanganya, lakini Mungu akamruhusu shetani aende akamjaribu Ayubu. Lakini kwa Ibrahimu, wakati ameambiwa kamtoe mwanawe sadaka, ule ulikuwa ni mtihani wa Mungu, maana pale hakuna chembe hata kidogo ya shetani, lakini ni Mungu alikuwa katika jambo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika mambo hayo yote, hasa kwa nini Mungu huwaga anaruhusu majaribu? Mungu huwaga anaruhusu majaribu kwenye maisha yetu. Jambo la kwanza, tutoke katika mtazamo wa maisha ya kawaida tofauti na watu wengine. Tutoke katika mtazamo wa maisha ya kawaida sawa na watu wengine wa duniani. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12. Petro wa kwanza 4:12. Anazungumza, anasema ya kwamba mambo yaliyotupata tusishangae kana kwamba ni mageni. Tunatakiwa tujue ya kwamba sisi ambao tumeokoka, kuna wakati kuna majaribu yanakuja ili tuweze kutofautishwa na watu wengine wa duniani. Petro anazungumza na watu hao, anawaambia mambo yanayotokea kwenye maisha yenu yasifanyike kana kwamba ni mambo mageni,
ni mambo ambayo yapo kila siku. Kwa hiyo tunapopita kwenye majaribu, tunatakiwa tujue ya kwamba Mungu anataka kuweza kutuwekea tofauti na watu wengine. Mtu ambaye hajaokoka hayupo anayejaribiwa. Niseme kauli moja ngumu, ambaye hajaokoka hakuna anayejaribiwa. Petro wa kwanza 4:12 nimesema. Petro wa kwanza 4:12. Na sababu nimesema ni kuweza kutupa mtazamo tofauti na watu wengine wa duniani. Ambaye hajaokoka huwaga hajaribiwi. Ukitaka kulipima jaribu, unatakiwa uzingatie mambo kama manne. Jambo la kwanza, jambo likikupata, unatakiwa ulipime. 1, nyuma yake kuna shetani. 2, ni matokeo ya dhambi uliyoitenda. 3, ni mtihani wa Mungu. Na 4, ni matatizo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wote wanashindwa kutofautisha mtihani wa Mungu, jaribu, matokeo ya dhambi pamoja na matatizo ya kawaida. Nichukulie mfano mwepesi wa tatizo la kawaida. Ikitokea mvua haijanyesha, alafu watu hawajapata mazao, ukasema mwaka huu tumejaribiwa, hapo hamna jaribu. Hayo ni matatizo ya kawaida ambayo yanawapata waliookoka na ambao hawajaokoka. Ambaye hajaokoka hajawahi kujaribiwa, kwa sababu lengo la jaribu ni kwamba mtu limtoe kwa Mungu. Ambaye hajaokoka anatolewa kwa Mungu gani wakati ni wa shetani tayari? Kwa kuna mengine huwaga yanatokea kwenye maisha yetu ni matatizo ya kawaida, ila tunashindwa kujua ya kwamba ni matatizo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ukiona jambo limetokea kwenye maisha yako na linampata mpagani na ukapima vizuri, inawezekana ni tatizo la kawaida, hata sio jaribu. Kwa mama kuzaa kwa uchungu sio jaribu. Hayo ni matatizo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mengine huwaga ni matokeo ya dhambi. Mtu anaweza akatenda dhambi, matokeo yake akaanza kula, maana apandacho mtu ndicho atakachovuna. Aliyeokoka akizoelea kuishi kwenye maisha ya dhambi, kuna baadhi ya mambo atavuna. Sasa mfano mwepesi, mtu ameokoka akajiingiza kwenye matendo ya uasherati, baada ya pale akapata ukimwi, atasema pale ni jaribu. Jaribu lilikuwa kule nyuma wakati anavuta kwenda kutenda dhambi, lakini akisha kutenda dhambi, yanayopata ni matokeo ya dhambi. Uliyeokoka jilinde sana na dhambi kwa gharama yoyote. Sasa mtu labda nichukulie mfano ni binti amepigwa mimba. Baada ya pale ya kupigwa ile mimba, hapo aliyempiga mimba akamkimbia akaanza kulea mtoto. Nasema ninajaribu kulea huyu mtoto, hapo hamna jaribu. Hayo ni matokeo ya dhambi aliyoifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anaporuhusu majaribu anataka tuwe na mtazamo tofauti na watu wengine. Jambo la pili, anatuongezea imani na uvumilivu. Anatuongezea imani na uvumilivu. Mungu analeta majaribu kwa makusudi ili atuongezee imani na uvumilivu. Kuna wakati majaribu yasipokuja, hebu ashumu kama pasingekuwa na wachawi wa kumloga mtu, ashumu pasingekuwa na kuumwa, yaani tatizo lolote halipo ukiokoka, wale watu wangefunga na kuomba. Hamna ambaye angefunga, watu wangerelax. Wazo kufunga ni kazi ngumu. Kwa hiyo Mungu anaruhusu majaribu ili atuongezee imani na uvumilivu. Kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 3 mpaka wa 5 anasema hivi, Warumi 5:3 mpaka 5, wala si hivyo tu, ila mfurahi katika ziki pia, mkijua ya kuwa ziki kazi yake ni kuleta saburi. Neno saburi maana yake uvumilivu. Na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini. Maana yake Mungu anapoleta jaribu, anaporuhusu jaribu, anapomruhusu shetani akujaribu, anachotaka ni kwamba wewe uwe na uvumilivu, kisha moyo wako uwe thabiti. Mtu yoyote aliyepita kwenye maisha magumu, aliyepitia changamoto, ikitokea changamoto
Ndio maana kuna wakati mwingine uoga tunapita kwenye majaribu, baada ya pale ukimwambia mtu fulani, yeye anaona kana kwamba ni jambo la kawaida, kwa sababu kuna mahali ambapo amewahi kupita pagumu. Ambwena akasema ya kwamba na Yesu ukasema wewe unaumwa, lakini nenda hospitali utawakuta wagonjwa wenyewe, utapona bila tiba. Na Yesu ukasema una majaribu, lakini hujakutana na watu waliojaribiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kuna watu wengine nikiwasikiliza wakihubiri, wakimaliza kuhubiri na tubu, namwambia Yesu nisamehe, kwa sababu sijafanya kama inavyotakiwa. Mtu mwingine anashuhudia na kwamba nimepita mahali pagumu, nimepigwa viboko na wazazi wangu, nimefanyeje? Mimi nilikuwa nawaambia nyumbani, ikitokea mzazi wako amekukataza kuokoka na wewe ukakubali, mbinguni utaweza kujitetea. Kwa sababu kuna watu walichapwa viboko na wazazi wao na waliendelea mbele. Kuna watu walifukuzwa nyumbani na waliendelea mbele. Sote kufukuzwa nyumbani. Aliyeimba wimbo wa nimekombolewa na Yesu, ukisoma historia yake, na aliyeimba ni salama rohoni mwangu. Waliuliwa na watoto wao walikamatwa. Walipookoka watoto wake wakakamatwa, wakapigwa, wakachinjwa mbele yake. Mwisho wa siku kijiji kizima kikamwambia mwache Yesu, akasema simwachi. Pamoja na hawa yote yaliyonipata, ni salama wapi? Rohoni mwangu. Yote yaliyotokea anaona kuna usalama rohoni mwake. Tena akawaambia na dhambi zangu zote, sio nusu, zimewekwa msalabani. Na yule anayesema ni salama rohoni mwangu anasema Yesu utakapokuja, anasema yani yeye mpaka ile siku ya hukumu atakuwa na amani. Swali jepesi, siku ya hukumu ikiwa leo una amani au hapana? Jijibu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, kwa nini Mungu anaruhusu majaribu? Kwa nini Mungu anaruhusu majaribu? Mungu anaruhusu majaribu kwa sababu anataka kujua yaliyomo ndani yetu. Anataka kujua yaliyomo ndani yetu. Yaani wewe jinsi ulivyo hivyo, siku ukijaribiwa ndio tutajua wewe ni nani. Kama nikusomea andiko Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 1 na wa 2. Mungu anataka kujua yaliyomo ndani yetu. Kumbukumbu la Torati 8:1 na 2. Anasema hivi: amri hii ninayokuamuru leo mtazishika kuitenda, mpate kuishi na kuongezeka na kuingia katika ile nchi ambayo Bwana aliwaapia baba zenu, nanyi mtaimiliki. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana, njia ya Mungu maana yake Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kujua yaliyomo moyoni mwako, kwamba utazishika amri zake au sivyo. Ukitaka kumjua mtu huyu ni nani siku ya kujaribiwa. Na mtu mmoja nilicheka sana, alisema hivi: tabia maana yake nini? Tabia moja ni wakati ukiwa peke yako, hakuna mtu anayekuona, unafanya nini? Au umeenda sehemu ambayo hawakujui, unafanya nini? 2, tabia maana yake nini? Tabia ni vile siku ukifanikiwa. Nilikuwa na Jameson nilicheka sana. Yaani kwamba mtu amefanikiwa, mwanzoni alikuwa anatembea tu yoyote, ikutana hapa na mtumishi na msalimia habari ya uzima, lakini akifanikiwa mwingine anabadilisha na kuongea, sema habari. Bwana Yesu asifiwe. Mungu analeta majaribu, anataka ajue nini kilichomo moyoni. Watu wa Mungu hataweza kutubariki baadhi ya mambo mpaka ajaribu ajue nini kilichomo moyoni. Ni lazima Mungu ajue nini kilichomo moyoni. Kuna wakati mwingine anatupitishana mahali pagumu, tunalala njaa, tunaishi kwenye maisha magumu, tunakutana na mambo mabaya. Mungu anataka ahakikishe moyo umepondwa, umesagika. Yaani Biblia inasema hivi, Yesu ndiye kula pembeni. Mambo mawili yakataja. Moja, litakaye mwangukia linamsaga tikitiki. Hivi unajua maana ya kusaga tikitiki?
Hivi jiwe likikuangukia likusaga tikitiki, manake umebaki nyama. Hapa anasema anayeanguka juu ya jiwe hilo sasa anavunjika vipande vipande. Ndio akasema waliolikataa waashi limekuwa jiwe kula pembeni. Maana yake Yesu anapotujaribu anataka ajue nini kilichomo moyoni mwetu. Kuna wakati tunapita kwenye majaribu, ile ni shule ya Mungu. Anatufundisha, anataka ajue nini kilichomo moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mitihani inakuja kwa sababu gani? Mitihani inakuja kwa ajili ya jambo moja tu, kuthibitisha imani yetu kwa Mungu. Mitihani inakuja kwa ajili ya kuthibitisha imani yetu kwa Mungu. Watu wa Mungu, kuna wakati Mungu yeye mwenyewe anaamua kukupa mtihani, na waliopewa mitihani kwenye Biblia ni wachache sana. Ni wachache. Mojawapo Ibrahimu. Baada ya hapo akaruka mpaka kwa Musa. Musa alipewa mtihani na Mungu, lakini Ayubu hakupewa mtihani, aliruhusiwa kaenda akajaribiwa. Ili Mungu akupe mtihani kuna kigezo, unatakiwa uwe umeshinda majaribu mengi sana ndio ifike sehemu kukupa mtihani. Mtihani alipewa Ibrahimu. Yaani Mungu alimwambia mtoto atakayetoka kwa Sara, huyo ndio kutoka kwake atatoka mlishi. Na kuna jina moja ametumia pale kwenye zile baraka. Akasema na kwa mzao wako mataifa yote ya duniani wanabarikiwa. Huyo mzao wako, hilo neno mzao wako pale hamaanishi Isaka. Anasema na kwa mzao wako mataifa yote wata. Sasa hiyo mzao wako sio Isaka. Dini kusomea andiko. Usomee tu andiko moja jepesi zuri sana. Kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16. Anasema hivi, basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yaani Kristo. Hapo hilo neno mzao wako halimaanishi Isaka. Kwa hiyo sasa kwa hali ya kawaida ilibidi Isaka awe na uzao ili huyu mzao wako aliyesema Kristo atokee. Lakini Mungu anamwambia hivi, nenda kamtoe Isaka sadaka ya kuteketezwa. Huyo ulikuwa ni mtihani wa Mungu, hakuna shetani pale. Mungu alichokuwa anataka athibitishe imani ya Ibrahimu, kwamba kweli Ibrahimu unanipenda. Hicho ndicho kilichokuwa kinatafutwa. Hivi Yesu akikwambia utoe vyote ulipo navyo baki wewe peke yako, inakuwaje? Kuna wimbo fulani uliimbwa vizuri lakini watu wakaukosea. Uliimba ya kwamba nimeamua kumfuata Yesu, sitarudi nyuma. Sasa watu wakaubadilisha, wakasema chukua vyote niachie Yesu. Yesu hatuachiwi na shetani, Yesu ni wa kwetu. Sasa pamoja na kukosea, Yesu akisema leta vyote ulivyonavyo sasa hivi, mtihani wa Mungu unafanyaje? Mungu anataka kudhibitisha imani. Kuna mtu mmoja ni mtumishi wa Mungu mkubwa tu kwa sasa hivi. Wakati ameokoka akawa na simu yake moja nzuri sana. Wakati hizi simu kubwa hazijaja, kwa tuna simu ya bata ni nzuri. Na ndo anaitegemea na kila kitu anafanyia hapo. Mungu akamwambia naomba sadaka ya simu yako hii. Hapo hamna shetani. Mungu anataka ile simu. Alitoa moyo unaumia, lakini Bwana amesema. Sasa Mungu akija kukupima anataka athibitishe imani yako. Kuna muda mwingine tunapigiga magoti tunalia, "Oh, Bwana tunakupenda, wewe Mwokozi." Sasa Mungu akitaka kuthibitisha hayo machozi analeta mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kipimo cha Mungu ni kukuthibitisha. Wakati Ibrahimu amemaliza ameenda kutoa ile sadaka. Unajua Ibrahimu alikuwa nabii. Alisema maneno mawili ya kinabii wakati anaenda kumtoa mwanawe sadaka. Jambo la kwanza, wakati anawaaga wale wafanyakazi alioenda nao, akawaambia hivi, isubirini hapa.
mimi na kijana tutaenda tutaabudu, alafu sio naenda kumtoa sadaka, tunaenda kufanya nini? Ule ni unabii. Hapa kaenda, alipoenda kwa Isaka alikuwa anajua wanavyotoa sadaka, akamwambia baba, kuni zipo, kisu kipo, maji hapo, maana yake anajua wanavyotoa sadaka. Lakini mwana kondoo yuko wapi? Ibrahimu akatabiri mara ya pili, Bwana atajitwalia. Na alipofika Bwana alifanya nini? Usijinenee mabaya. Wewe jitamkie mabaya, utaumia mwenyewe. Na baada ya ule mtihani, Mungu anamwambia hivi. Mungu akamwambia jambo moja. Subiri kusomea mstari mmoja hapa. Mwanzo 22. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 14. Ila mimi nitakusomea mstari mmoja. Mwanzo 22:1 mpaka 14. Mimi nasoma mstari wa 12. Mstari wa 12. Nianzie wa 11. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo kunizuilia mwanao wa pekee. Sasa ninajua unamcha Mungu. Alikuwa bado hajajua huyu unanalicha. Kwa Mungu kuna wakati ili uonyeshe kwamba unatembea kwenye njia zake, ataleta mtihani. Ataleta mtihani. Na Waisraeli aliwajaribu wakati wameanza kutoka Kanaani. Akawapa mitihani mitatu, yote wakafeli. Yote walifeli. Ukisoma Kutoka 15 mpaka 17, zile sura tatu zote zina mitihani. Kutoka 15 wamemaliza tu kuvuka bahari ya Shamu, wakaimba na wimbo, wakaruka kuanzia mstari wa kwanza, Miriamu akiwa anawatangulia kwamba farasi na mpanda farasi amewatupa baharini, Mungu mtakatifu mwenye kuogopa katika sifa. Wamemaliza kuimba hivyo. Sura ya 15 pale mwishoni tu maji yakakosekana. Yalipokosekana, hiyo ilikuwa ni shule ya Mungu, maana hamna shetani hapa. Alipowapa ile shule wakanumunika. Waliponumunika akamwambia Musa, mimi niko ninawajaribu nipate kujua ya kwamba mtanicha au hapana. Yaani Mungu aliyetandika Misri kwa mapigo 10, aliyegawanya bahari ya Shamu, njia ikafanya nini? Ikatokea, yaani maji yanakaa huku na huku. Alafu baada ya hapo akasababisha maji yakosekana. Wakanumunika, akajua hamna, waishafeli. Akatoa jaribu la pili, wakakosa sui kitu gani, na penyewe wakanumunika. Sura ya 17 mstari wa kwanza mpaka wa 7 tena wakakosa maji. Baada ya pale wakataka wabebe na mawe kupiga Musa. Musa akasema, Mungu, imebakia kidogo wanipige. Amwambia, piga kwenye ule mwamba. Shida nini hao watu? Mungu alikuwa na wapima na yote wakafeli. Aliwavumilia sana. Alipotembea jangwani amefanya mambo mengi makubwa. Mwisho wa siku wakaongea jambo moja ambalo huwa linacheka sana. Yaani wanamwambia Musa, ulitutoa Misri tuje tufie jangwani. Kule Misri tulikula matango. Tulikuwa, yaani wanatafuta matango katikati ya Mungu aliyepasua bahari na vitunguu swaumu. Akasema hawa wana masiara. Akasema, nimeapa kwa hasira yangu, hawa wote wenye kuanzia miaka 20 hakuna atakayeingia Kanaani, ukiwemo na wewe Musa. Musa kosa lake lilikuwa ni moja. Hivi Musa aliambiwa pige mwamba mara ngapi? Musa aliambiwa pige mwamba. Unaona vizuri? Musa aliambiwa uambie mwamba utoe maji. Sasa ukija kusoma kwenye Agano Jipya, Yesu anajitambulisha. Yesu ni nini? Ni mwamba. Kwenye ile Mathayo 16:18 anasema, nakwambia na wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu. Lakini kuna mahali pengine pia Paulo katika maandiko yake katika kueleza akasema, waliunywea ule mwamba jangwani, na ule mwamba ulikuwa ni Kristo. Kwa hiyo tendo la Musa kuambiwa ya kwamba uambie mwamba utoe maji, ilikuwa inamaanisha amwambie Kristo atoe maji kupitia mateso yake. Yeye akapiga mara 2.
maana yake amefanya kosa, anataka Yesu ateswe mara mbili. Kosa lake ni kubwa kuingia Kanaani. Moja tu. Mzee mmoja anapenda kusema utamalizaje kweli? Unajua Mungu yuko hivi. Unaweza ukatembea na yeye ukafanya makubwa. Kosa hili yanafutwa yote. Kwani Musa alitenda dhambi gani? Dhambi ya Musa ilikuwa uambie mambo utoe maji, akapiga mara mbili, tena akajigamba. Kwanza kabla hajauambia na hajapiga, akasema enyi waasi, tuwatokezee maji katika mwamba huu. Yaani yeye kana kwamba ndo anatoa maji. Hapa akapiga ntete mara mbili, akamwambia umeshinda kunistahili uingie Kanaani. Alilia, alitubu, akamwambia pande kwenye mlima uione Kanaani ila uingie, ila mbinguni yuko. Ndio pale ambapo wanasema ya kwamba kuna makosa unaweza ukafanya yakakufanya kuna mahali usifike. Mungu atakusamehe, lakini kuna mahali uweze kufika. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa na ukiwa mhubiri. Hebu ashumu niko na kuhubiri na kufundisha, au siku moja nikatengwa huko kanisani nimezini na msichana. Hivyo utakuja unisikilize siku nyingine na hubiri. Yaani hiyo haitatokea, ndio uaminifu umepotea. Nitatubu, Mungu atanisamehe, nitaingia mbinguni, lakini uaminifu kwa kuna makosa usifanye. Kwa hiyo ili tupite katika njia ya Mungu, Mungu kuna wakati anaruhusu majaribu pamoja na mitihani. Lengo ni kwamba anataka apime imani yetu kwake, aithibitishe, atuongezee ujasiri, atuongezee uvumilivu wa kupita katika mambo kadhaa. Kwa hiyo unapoona unapita kwenye jaribu, unapoona umepewa mtihani na Mungu, tambua ya kwamba wewe unapita katika njia za Mungu. Ndiyo maana kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 7, mwandishi wa Zaburi anasema ya kwamba ulimwonyesha Musa njia zako, wana wa Israeli matendo yako. Yaani Israeli waliona matendo. Walijua tu ya kwamba sasa hivi bahari ya Shamu inapasuka kwa fimbo ya Musa. Lakini mto Yordani haukupasuka kwa nani? Ulipasuka kwa kutanguliwa na sanduku la agano. Kwa hiyo walikuwa wanaona tu. Musa akanyoosha fimbo, wakaja vyura. Akanyoosha fimbo, wakaja nzige. Akanyoosha fimbo, akageuka kuwa nyoka. Yaani wao walikuwa wanaona matendo, lakini Musa alikuwa anajua njia. Yaani Musa alikuwa anajua Mungu anafanyaje mpaka hii bahari inapasuka. Na tatizo lililopo sasa watu wa Mungu kwa kiasi kikubwa, nisema ya kwamba kwa kizazi chetu ni kizazi ambao kwamba tunataka matendo ya Mungu pasipo njia za Mungu. Naomba mnisamehe kabisa. Kuna wakati kuomba vitu mbele za Mungu sio vibaya, lakini unaweza ukawa mtu ambaye unahitaji matendo ya Mungu na wala sio njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwani Sulemani alipoambiwa omba lolote aliomba nini? Sema nipe hekima na moyo wa adili. Watu wa Mungu, ukweli kabisa bila kujidanganya. Ujiambie moyoni mwako, Yesu akikwambia sasa hivi omba lolote. Kila mtu anajua hapa atakaloomba. Yaani ukweli kabisa, usijidanganye, jiambie ukweli moyoni. Yesu akasema, yaani ndo ameshuka, omba lolote ulitaka. Utaomba nini? Kuna watu wataomba mambo ya ajabu, lakini Sulemani aliomba hekima tu. Ila sisi tukiambiwa omba lolote, aisee, kuna watu watasema Bwana naomba magari 20. Mwingine atasema naomba ndege za kwangu. Kuna mwingine naomba kumiliki benki. Waliosoma mineral processing kama sisi, Petukia anasema naomba nimiliki plant alafu kwa dakika moja nijue kuyaendesha na kuyatengeneza. Aisha anasema Sulemani yote ni ubatili. Pasipo Mungu ni ubatili na kujilisha upepo. Inakumbuka siku moja nikiwa chuoni, semester ya pili. Mimi semester ya pili ya mwaka jana
Nimesoma kidogo sana. Nilikuwa nasoma siku ya testi na siku ya UE. Na kuna mtihani mmoja nimesoma mara 3. Nimesoma siku ya test 1, siku ya test 2 na siku ya UE. Nimepata B+. Ila kuna siku moja nikakaa nikasema hivi kwa nini muda wangu mwingi mimi nautumia kuja kanisani kuomba na kusoma Biblia na kusikiliza mahubiri? Acha nipunguze kidogo. Niliposema hivyo tu, nilipoenda kwenye maombi, Mungu akanirudisha kwenye siku za mwisho. Akaniambia haya ni masumbufu ya dunia nitakayowaacha watu kwa sababu ya haya. Nikaanza kutubu tena. Jana tu penyewe nimetubu, nikamwambia Mungu nisamehe. Nimetoka nilikuwa naenda darasani. Kabla sijaingia darasani nikawa nachukua baadhi ya vitu vya kuvitumia darasani, nikawa na download kwenye wifi. Nimedownload sijui vingapi, nikaanza kudownload mahubiri. Baadaye nikaketi nikasema, mbona kila nikija kwenye wifi mimi vitu vya kudownload vya darasani? Mbona ni kama 2%? Zingine zote ni mahubiri. Nipunguze. Nilipoenda kanisani nikapita social kwanza kuomba. Sauti ikadi kaniambia, mwisho wa siku mimi Mungu ndiye ninayeamuru ufanikiwe. Nikaanza kutubu tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Jambo la 3. Nipo karibu kumaliza. Namna gani ya kutembea katika njia ya Mungu? Jambo la 3. Na hili ndo tamu sana kuliko yote, utakatifu. Utakatifu. Ili utembee katika njia ya Mungu, ni lazima uwe mtakatifu. Nimesoma kitabu cha Isaya sura ya 35 mstari wa 8 mpaka wa 10. Anasema, na hapo patakuwa na njia kuu, nayo njia hiyo itaitwa ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake. Ni kwa ajili ya hao wasafiri, wajapokuwa wajini hawatapotea. Condition, wasio safi hawatapita. Kwa hiyo njia ya utakatifu haipitwi na mtu asiye safi. Kwa lugha nyepesi nimeandika hivi, utakatifu ni usafi wa roho, nafsi na mwili. Ni usafi wa roho, nafsi na mwili. Usafi wa roho kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba ni lazima uwe unafanya ibada ya kweli kwa Mungu peke yake. Ukifanya ibada nyingine tofauti na Mungu wa mbinguni, ushavunja utakatifu. Utakatifu ni usafi wa roho, nafsi na mwili. Na kwenye roho usafi gani? Ufanye ibada ya kweli kwa Mungu peke yake. Ukifanya ibada ya sanamu tayari ushajichafua. Na uzuri na utamu wa Agano Jipya unasema hivi, chochote ambacho unachokitambuliza mbele yako, huyo ndo Mungu wako. Chochote kinachotambulia kwenye maisha yako, unachokipa nafasi kubwa kuliko vingine vyote, huyo ndo Mungu wako. Ndio maana akawaonya akawaambia Mafarisayo, msipende Mungu na mali, maana walikuwa wanapenda hela. Na kwenye siku za mwisho kilichotabiriwa kizuri sana, japokuwa ni kibaya ila ni kizuri kwa sababu Biblia imeongea, ni watu kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Yaani watu watatamani sana hela waipate kuliko kumpenda Mungu. Maana nikwambia, ukipewa nafasi uombe chochote kwa Mungu, utaomba nini? Maana yake ikitokea umependa fedha kuliko kumpenda Mungu, fedha ndo Mungu wako. Na hii ndio changamoto. Walioangalia status yangu, kuna siku niliposti, juzi niliposti mtoto anazungumzia unyakuo wa kanisa. Akawa anasema kwamba ni mtoto mmoja wa FPST. Akawa anasema kwenye kunyakuliwa, ukikutwa na dhambi moja hutanyakuliwa. Na akasema ili kujiepusha na hayo, ukisikia kanisani kuna ibada, njoo. Akawa anataja kabisa ibada ya Jumatano, njoo. Ibada ya Ijumaa, njoo. Ukiwa kuna mkesha, njoo, maana hujui kesho yako. Akamaliza. Ukweli kabisa pasi kujidanganya. Na Baba wa mbinguni anatushuhudia. Sehemu nyingi ibada za katikati zimefariki. Watu Jumapili tunajawe. Na ipo na kuruka Baba wa mbinguni. Lakini bila sababu yoyote ya kueleweka.
Tuhudhurie ibada za katikati, na sio hivyo tu, hata ibada ya mtu mmoja mmoja watu hawafanye. Ukiulizwa swali jepesi, siku gani ulikuwa peke yako, wewe peke yako ulikuwa unamwimbia Mungu sifa? Wewe peke yako ulikuwa unamwabudu Mungu? Wewe peke yako ulikuwa unaomba maombi ya peke yako? Kuna ibada ya binafsi na ibada ya kusanyiko. Ukishindwa ibada ya binafsi, hata za kusanyiko huwezi. Ndio maana tabu iliyoko, kwa sababu hata wahudhurie ibada za katikati, wakija Jumapili wana mbwembo nyingi sana. Wataruka pale, watafanyaje? Unaigiza na kunena kwa lugha. Ibada iwe kwa Mungu peke yake. Kwenye usafi wa nafsi ni nini? Nafsi kwa jina jingine ni moyo, mahali ambako maamuzi ya mtu yanatoka. Na hapa usafi unahitaji kuwa na mawazo safi, na mawazo safi yanapelekea maneno unayoyaongea. Daudi akasema hivi, mawazo ya moyo na maneno ya kinywa yapate kibali. Maana yake, kumbe kabla ya lile neno kutoka, lilianziwa kwenye moyo kuwaza. Kwa hiyo kwenye nafsi au kwenye moyo wako ni lazima yawepo mawazo mazuri. Yakiwepo mawazo mabaya tu, ni lazima tayari ushajichafua katika utakatifu. Watu wa Mungu mbinguni, dhambi haipimwi kwa matendo. Dhambi inapimwa moyoni. Kipimo cha Agano Jipya sio matendo, kwa maana ya kwamba dhambi inaanzika kuhesabika moyoni. Kwa hiyo mtu kwenye Agano Jipya hahesabiwa amezini kwa kufanya, anahesabiwa amezini kwa kuwaza. Ndio maana akasema, mtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini na moyoni. Manake dhambi imeanzia kuhesabu moyoni. Kwa hiyo hata wewe ukikasirika, ila usionyeshe kupigana, lile tendo la kukasirika ushatenda dhambi. Dhambi inahesabiwa moyoni. Ukiwa na manunguniko moyoni, ukabakia nayo tu yanahangaika, ili inaitwa uchungu wa moyo, ni dhambi. Yaani kama mtu akikukosea, mpe nyeupe kwamba umenikosea, nyosha maelezo. Hata ukiona mimi nimekukosea, wewe nyosha maelezo kwamba hapo umekosea, tunawekana vizuri. Ili ukikaa ukitulia tu, mwisho wa siku unageuka kuwa uchungu. Ndio maana kuna baadhi ya watu, kwa sababu alikosewa akashindwa kusema, akabaki na uchungu wa moyo. Siku ile mtu amesimama hata kuimba praise, akishika maiki haoni Mungu, anaona shetani. Ila sisi tunajaa Roho Mtakatifu, yeye anaona shetani. Na ndicho kinachofanyika. Mtu anahubiri kabisa, anashusha upako na watu wanahudumiwa. Mwingine anasema hamna chochote kilichofanyika. Sasa tunasema hamna chochote. Watu wamepona, hamna chochote kweli. Hata kama huyo mtu yuko vibaya akatumiwa na Mungu, lakini hamna chochote kweli. Ugundue kuna ugomvi. Kwenye mwili nini sasa? Usafishe matendo yako. Mwili unahitaji matendo. Matendo ya mwili wako. Sasa naomba nizungumze mambo machache yafuatayo kwenye hii sehemu, alafu nitahama. Jambo la kwanza ambalo nataka niseme, utakatifu maana yake nini? Moja ni kutubu dhambi na kuziacha. Utakatifu ni kutubu dhambi na kuziacha. Kutubu dhambi na kuziacha. Maana yake, kama mtu alikuwa ni mtu ambaye anayefanya jambo fulani, ili ahesabike ameanza kutembea katika utakatifu, atubu ile dhambi na kuiacha kabisa. Ndiyo maana utakatifu na maneno makubwa mawili ambayo yanatoa maana yake halisi. Moja ni kutengwa na dhambi, mbili ni kujitenga na dhambi. Utakatifu
Nimesema moja ni kutubu dhambi na kuziacha, ambalo hilo neno linazalisha maneno mawili. Moja ni kutengwa na dhambi, mbili ni kujitenga na dhambi. Mungu anapotuokoa anatutoa dhambini. Kitabu cha Yohana sura ya ngapi nimesahau. Inasema ya kwamba tukiisha kumwamini Yesu tunakuwa tumepita kutoka mautini kuingia wapi? Uzimani. Na Wakolosai 1:13 anasema ya kwamba tuliomwamini Yesu tumehamishwa kutoka ufalme wa giza na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Maana yake Mungu anapokuokoa unapita wembe wa kiroho na kutenga na dhambi zote. Maana yake kama ulikuwa mzinzi, ulikuwa mwizi, ulikuwa mwenye hasira, unapookoka, unapotubu tu unapita wembe wa kiroho unakukata. Inatimia andiko la Zaburi, kama magharibi na mashariki zilivyo mbali ndivyo Mungu alivyoweka mbali dhambi zetu. Yaani anakutenga, dhambi yako inakuwa magharibi, alafu baada ya hapo wewe unakuwa mashariki. Ila jambo la pili, zile dhambi anazokutenga nazo ni ulizotenda. Ila zinazokuja mbele yako hakutengi nazo. Anakupa wajibu wa kujitenga. Ndio maana kama mtu alikuwa, nichukulie mfano, alikuwa mwenye hasira. Zile hasira zote ulizofanya na hasara zote Mungu anakusamehe. Lakini kuna mtego wa hasira mbele yako unakuja. Mungu amekupa wajibu wa kujitenga na huo mtego. Waga sisahau, nilikuwa na hasira sana. Nimepigana ngumi, namshukuru Mungu, nilipigana ngumi iliishia la pili, nikaacha kupigana ngumi. Na katika kupigana ngumi kwangu kote sijawahi kupigana tukapigana dakika 5. Hiyo ni bahati mbaya sana. Dakika 5 zilikuwa nyingi sana. Ilikuwa tu dakika 1. Nilikuwa sipigi ngumi nyingi, ni moja tu. Ilikuwa bahati mbaya yangu. Nilikuwa nikimpiga mtu ngumi moja, anaweza akazimia. Sasa ujinga wake, ile hasira iliendelea. Nilipookoka Yesu ukapita wembe akanitenga na hasira zote. Lakini shetani akaweka mtego mbele wa kuwa na profession ili nikasirike. Siku moja kijana wa nyumbani, mdogo wangu, waga nalisimulia ili tukio mara nyingi. Ulikuwa kuna nyoka yupo kwenye ukuta wa nyumba yetu, kwenye ule msingi. Ameingia huku chini, huku ndani kulikuwa kuna shimo tumejengea mawe. Sasa yale mawe, kuna wakati mvua ilinyesha, tulikuwa tumeweka tu nandi changarawe, sasa yakatoboa. Nyoka akaingia mle ndani. Nilikuwa nimefunga maombi marefu sana. Nikawa nimepiga magoti na mchungulia, na mwambia nileteeni mti nipige. Kwenye kupiga magoti na chungulia mle ndani, dogo badala na yeye aje achungulia, akaja akakaa mgongoni na chungulia nyoka. Ile hasira ya zamani ikaja, nikanyosha mkono nimtandike. Maana kumbuka niliwahi kumpiga kofi mara moja, sauti ikaenda kama dakika 5. Niliponyosha mkono kumpiga, sauti ikatoka mdomoni bila kupenda, Yesu nisamehe. Kwa dhambi zilizokuja mbele nilikuwa sijatengwa, ili sipokuwa nilipewa wajibu wa kujitenga. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa ujitenge na dhambi. Mungu amekutenga, lakini ujitenge na dhambi. Au kwa lugha nyingine, mwili ufe kwa habari ya dhambi. Kitabu cha Warumi sura ya 6 yote inazungumzia uhuru kutoka kwenye dhambi kwa waliookoka. Inazungumzia ya kwamba tunatakiwa tuvifishe viungo vya miili yetu, alafu baadaye tutengwe kwa ajili ya Kristo, tumtumikie ili tutakaswe. Kwa hiyo unapomtumikia Mungu, mwili unatakaswa. Mwili unatakaswa. Unapofunga maombi, mwili unatakaswa, kwa maana ya kwamba unaelekezwa kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Mwili ufe kabisa kwa habari ya dhambi. Bwana cheka. Siku moja Pastor nani alikuja, mkurugenzi wa mkoa wa Dodoma Kasfeta, Pastor William Alfari. Bwana anasema kuna watu wanatofautiana, na mwingine level yake kipita asubuhi mpaka jioni hajatukana, hajawaza mawazo ya uzinzi, anapiga magoti anashukuru. Yesu ninakushukuru. Yule bado yuko ana kifungo cha dhambi. Kwa sababu ipo hivi, unapotengwa na dhambi, dhambi huaga inaondoka. Na ile hamu ya kutenda dhambi inaondoka kabisa. Ukitaka kuwaza vibaya moyoni panachoma. Daudi
alipoletewa mfalme Sauli amuue mikononi mwake, pamoja na kwamba alikuwa adui yake, aliposhika hivi upindo wa vazi hivi, moyo ukamchoma, hakufanya chochote. Ndio maana yoyote aliyeokoka akajaa Roho Mtakatifu, akitaka kutenda dhambi moyo unachoma, akibishana na sauti Roho Mtakatifu anaondoka. Ndio maana mtu mmoja nilicheka sana, alikuwa anasimulia Pastor Thomas Simon, alishuhudia kanisani, watu walicheka sana. Yeye alikuwa bondia, alikuwa anapigana mangumi huko, ameokoka, Bwana akamtenga nadhani. Hata shetani akaendelea kuweka mitego ili anguke tena kwenye dhambi. Hata siku hiyo amekorofishana na mtu, alipokorofishana akampiga ngumi moja, yule mtu akaanguka akatulia chini. Hata Jumapili anakuja anashuhudia, anasema hivi, wapendwa, ninamshukuru Bwana kwa matendo makuu. Jana wakati natembea kuna mtu akaniuzi, Roho wa Bwana akaja juu yangu, nilimpiga moja tu. Sasa hizo ni changamoto, ni tabia za mwili bado zipo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wa Mungu tunahitaji tutembee katika utakatifu, tujitenge na dhambi. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14 mpaka wa 18, Paulo anauliza maswali pale, anasema, anaanza kwa kusema ya kwamba kuna urafiki gani kati ya giza na nuru? Kuna urafiki gani kati ya Kristo na Beliali? Beliali maana yake ufisadi. Akataja mambo mengi. Mwisho wa siku mstari wa 17 na wa 18 akasema ya kwamba kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao. Yaani mtoke katikati ya mfumo wa dhambi, alafu mkatengwe nao. Hapo akasema ya kwamba nitawakaribisha, mimi nitakuwa baba kwenu na nyie wanangu wa kike kwa wa kiume. Maana yake Mungu anatutaka tujitenge na dhambi ndio awe baba yetu. Tofauti na hapo, Mungu anakuwa sio baba yetu. Unadhani kwa nini kwenye Ufunuo kuna majina yanajirudia? Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Wanathibitisha ya kwamba sifa ya kwanza ya Mungu ni mtakatifu. Ndio maana amesema kwenye Waebrania 12:14, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu. Mtu asipokuwa nao hawezi kumuona Bwana. Kwa hiyo sifa ya kwenda mbinguni sio kuhubiri hivi. Sifa ya kwenda mbinguni sio kuomba. Sifa ya kwenda mbinguni mmoja ni utakatifu, kujitenga na dhambi, au vitu vingine vinafuata. Kwa hiyo tunapaswa tujitenge na dhambi ili tutembee kwenye njia ya Mungu. Tofauti na hapo, maisha yetu yatakuwa ni ya ajabu sana. Lakini pia utakatifu maana yake ni nini? Utakatifu maana yake ni kutembea katika uadilifu. Kutembea katika uadilifu. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia alikuwa ni mpagani, lakini alipokutana na Mungu akajua Mungu ni mwadilifu. Kitabu cha Danieli sura ya 4 mstari wa 33 mpaka wa 37. Danieli 4:33 mpaka 37. Mfalme Nebukadreza wakati alipomkosea Mungu akaanza kujiinua, akasema hii nyumba nimejenga fahari na vitu gani? Mungu akampiga, akapelekwa porini. Ikapita miaka 7 na kulaga na wanyama. Makucha yaka hivi, hebu chukulia. Hivi nywele zikipita miezi miwili, mfano kwa sisi wanaume, hujanyoa, zinafikaje? Hapo chukulia tena hauchani. Yaani hauchani miezi miwili, unakuwaje? Sasa yeye ilipita miaka mingapi? 7, yuko porini anakula na wanyama, kwa makucha yalikuwa sijui kama ya nini. Alipomaliza baada ya hapo, Mungu alikuwa anataka kumfundisha asijivune. Aliporudi ule mstari wa 33 anaanza kusema, fahamu zangu zikanirudia, alafu nikajua Mungu wa mbinguni ndiye anayetawala. Ana uwezo wa kufanya chochote kwa hao wanaokaa mbinguni na wakao duniani. Hakuna wa kumuuliza unafanya nini wewe. Yaani Mungu akifanya jambo hamna wa kumuuliza Mungu unafanya nini. Mungu haulizi unafanya nini. Anasema na uwezo wa kukamata kwenye jeshi la mbinguni, kukamata kwenye jeshi la duniani, hapo anafanya. Ndio maana Mungu akitaka yoyote amchukue dakika hii anamchukua, wala hamna wa kuuliza unafanya nini. Watanzania walia,
Magufuli amekufa, ndo Mungu kashachukua, hamna cha kufanya. Mungu akitaka achukue yeyote, hamna cha kufanya. Na anaishia kwenye ule mstari wa mwisho 36 na 37, anasema na njia zote za Mungu ni adili, maana zina uadilifu ndani yake. Kwa utakatifu ni kutembea kwa uadilifu, kwa uadilifu. Namalizia na andiko moja tamu sana, afu naenda pointi ya mwisho, tunahitimisha. Twende pamoja na mimi kitabu cha Isaya 33. Isaya 33 mstari wa 13 mpaka wa 15. Nitasoma hapo alafu nitaenda pointi ya mwisho, tutamaliza. Isaya 33:13 mpaka 15 anasema hivi: sikieni ninyi mlio mbali niliyoyatenda, na ninyi mlio karibu kirini uweza wangu. Wenye dhambi walioko katika Sayuni wanaogopa, tetemeko limewashika wasiomcha Mungu. Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto ulao? Hilo neno moto ulao linamaanisha Mungu. Kama una Biblia yako, nenda moja kwa moja kwenye kitabu cha Waebrania 12:28. Kitabu cha Waebrania 12:28 ameelezea sifa za Mungu katika ibada. Mwisho kwenye ule mstari wa 28 anasema, kwa hiyo tumpe Mungu ibada inayostahili kicho pamoja na unyenyekevu, maana Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hiyo hapo anaposema nani awezaye kukaa na moto ulao, anamaanisha anayeweza kutembea na Mungu. Hapa anasema hivi, ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto uteketezao milele? Anaanza kujibu swali mstari wa 15. Ni yeye aendaye kwa haki, anenaye maneno ya adili. Ni yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhuluma, akung'utaye mikono yake asipokee rushwa, azibaye masikio yake asisikie habari za damu, afumbaye macho yake sitazame uovu. Huyo ndio anayeweza kutembea katika njia ya Mungu. Huyo ndio anayeweza kutembea, aendaye kwa haki. Maanake kile unachokifanya kikipimwa kwenye mzani wa Mungu kiwe cha haki, kiwe cha haki. Alafu anenaye maneno ya adili, maanake maneno yenye maadili. Watu wa Mungu tunakaa katikati ya kizazi ambacho maneno yake yameharibika. Nimewahi kukaa na kijana mmoja nikiwa mwaka wa pili. Yeye alikuwa anaongea matusi, alafu anasema matusi ni viunganishi. Yale matusi mabaya kabisa, alafu yeye anasema ni viunganishi. Kwa hiyo anaongea kidogo maneno, anaongea tusi, alafu anasema ni kiunganishi. Na kizazi hiki kimechukua maneno ambayo mengine ni mabaya kabisa, alafu vijana wanaongea tu, wanacheka. Tunakaa katikati ya kizazi ambacho maneno ni mabaya. Kwa hiyo tujifunze kuongea maneno ya adili, ndipo tutatembea kwenye njia ya Mungu. Yale maneno ambayo hayatakiwi tuyaache. Kuna maneno mengine ni ya mtaani, ni lugha za mtaani. Tumia lugha sanifu. Kama unasalimiana na mtu kama hajaokoka, wewe msalimie habari ya uzima. Si hapo basi. Huu mzima unaendeleaje? Usitumie lugha za mtaani. Oya, inakuaje mwanangu? Mambo yanakwendaje? Shenga, poa. Wewe ongea. Utakosana na Mungu. Utakuta Mungu kashakuacha, ushabaki peke yako. Unabakiza sauti ya kiinjilisti. Kisimama, naona kuna mtu anainuliwa, kumbe hamna chochote, zero. Tuongee maneno ya adili. Usitafute faida ya dhuluma. Mikono yako isipokee rushwa. Ziba masikio yako usisikie habari za damu. Fumba macho yako usitazame uovu. Biblia ikasema kizazi kilichojaa zinaa. Unajua sasa hivi watu hata kama ukiwakuta wapo kwenye wifi, ukweli ni kwamba wanasikiliza habari za damu. Za damu kwa maana ya kwamba habari chafu. Ukikuta mtu yupo kwenye wifi, ukisikiliza mambo anayosikiliza ni ya ajabu. Na kibaya zaidi, shetani ameyafanya mambo maovu yawe ni vichekesho. Sasa hivi mitandao imejaa na watu ambao wamevaa nusu uchi, alafu wanaonekana kama comedian. Hamna comedian hapo, ni dhambi. Kuna comedian wengine kabisa unakuta amevaa nusu uchi. Wakati mimi sijaokoka, tulikuwa tunaangalia, ni mwanamke limevaa uchi,
limevaa nusu uchi linatembea, kama mwanaume kako nyuma kanaangalia, akiangalia kanacheka. Sasa watu wengi ndio wako wanaenda kufanya hivyo kwenye mitandao. Fumba macho yako usitazame uchafu, Mungu atakuacha. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo, taa ya mwili ni jicho. Jicho lako likiwa ovu, mwili wote unakuwa mwovu. Kwa usisikie habari za damu, ili sikio lisisikie habari za damu. Hili jicho lisione mambo ya kijinga. Haijalishi vichekesho, haijalishi vitu gani mjomba wake na vichekesho, tupa huko. Sikiliza vitu vinavyoeleweka. Jana nilimkuta Elisha bado yuko macho. Mwambia jana pale nimedownload mahubiri mpaka nikarizika. Nimaliza kudownload mahubiri nikaanza kuseti Facebook, nikawa naandika natuma jumbe. Kabla sijamalizia kutuma ujumbe, mara tulikuwa watu 6, Suma huyo hapa akatukamata. Kumbe sheria ya ofisini inatakiwa kuanzia saa 12 mtu asiwepo. Akasema mmeshavunja sheria. Sasa niliokuwa nao ni wasela wakataka watoroke, ndo akakasirika zaidi. Sasa katubeba akatuingiza ndani. Fanasema nawapeleka Chimwanga sasa hivi. Akatupa kwanza karatasi za kuandika. Andika jina lako, andika maelezo hapo. Nikawa natulia nasikilizia moyoni, Yesu nini hiki? Nasikilizia moyoni, mimi naona kuna amani tu, hamna chochote. Kwa nika relax. Kama kuna amani ya Roho Mtakatifu una shida gani? Hakatuzungusha pale, we toa simu zenu weka hapo. Kampigia simu afande mkuu. Wanazingua kuandika. Na kuja tunaenda kituo cha polisi sasa hivi. Ili wakatoe maelezo vizuri. Nikaomba kimya nikasema Yesu, nilikuwa siangalia habari za damu, nilikuwa siangalia uchafu. Nilikuwa na download mahubiri nikasikilize maarifa. Hapa natoka. Kwani zilipita dakika ngapi? Akasema nendeni. Angetupeleka Chimwaga, hapo ni faini tayari. Kwanza tungelala na walinzi mpaka asubuhi. Hasa niliokuwa nao wajanja wanaleta uhuni. Kwanza walikuwa wanasikiliza habari za damu, matusi tu. Sasa wewe mtu wa Mungu, jiepushe na hayo. Isaya 52:11. Isaya 52:11. Isaya 52:11 anasema hivi: Nendeni zenu, tokeni huko, msiguse kitu kichafu. Tokeni kati yake, iweni safi ninyi mnaochukua vyombo vya Bwana. Iweni safi mnaochukua vyombo vya Bwana. Tunaochukua vyombo vya Bwana tunapaswa kuwa safi. Kuwa safi. Hamna uchafu wote hautakiwi. Waraka wa kwanza wa Yohana anaelezea, anasema ya kwamba ndani ya Mungu hamna giza lolote. Ndani ya Mungu kuna nuru, hamna giza lolote. Ukiona giza kwenye maisha yako, ugundue nuru ya Mungu imeanza kuondoka. Na usijipe uzuri wowote. Ukiona umekosea usilete siasa, wewe tubu tu. Na mtu akikosea anasema, Mungu naomba unisamehe, mimi ni mwanadamu, nimeteleza, nimetenda dhambi kwa bahati mbaya. Kwani Yesu mlima wa utelezi? Yesu sio mlima wa utelezi. Ukitenda dhambi kama ulikuwa na Roho Mtakatifu, hapo hujatenda kwa bahati mbaya, umetenda kwa makusudi. Maana kabla hujatenda kuna hatua 4 za anguko. Moja ni kuiona dhambi, kuipenda na kuiona inafaa, mwisho wa siku na itamani, baada ya kuitamani na mambo mengine yanaendelea. Mwisho wa siku naanguka kwenye dhambi. Tunamalizia jambo la mwisho, la 4. Ili utembee katika njia ya Mungu, unahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ili utembee katika njia ya Mungu, unahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa nashindwa nisemeje hapa, maana kuna mambo mengi, lakini niongee machache. Warumi 8:14. Warumi 8:14. Nehemia 9:19 mpaka 20.
Warumi 8:14, Nehemia 9:19 mpaka 20. Twende pamoja nami kitabu cha Nehemia 9:19 mpaka 20. Takuwa ninaishia hapo. Ili utembee katika njia ya Mungu, njia ya mwisho kubwa kuliko zote, ni lazima uwe umejazwa Roho Mtakatifu na uongoze na Roho Mtakatifu. Muda wangu haunitoshi kuongea sana ujazo hatua 4 wa Roho Mtakatifu, lakini cha msingi uwe na Roho Mtakatifu. Kitabu cha Warumi 8:14 kinasema ya kwamba kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo anayeongozwa na Roho wa Mungu, huyo ndio mtoto wa Mungu. Tofauti na hapo anakuwa sio mtoto wa Mungu, kwa sababu andiko ndipo linaposema anayeongozwa na Roho wa Mungu ndio mtoto wa Mungu. Lakini Nehemia 9:19 mpaka 20 ninasoma hapo, alafu nitamalizia hapo. Nehemia 9:19 mpaka 20. Haya ni maombi ya kuhani Ezra. Aliyeandika ni Nehemia, lakini maombi haya ni ya kuhani Ezra. Ukianzia mstari wa 5, Nehemia 9 mstari wa 5, anasema hivi: ndipo Walawi, Yeshua yani Yoshua, na Kadimieli na Bani na Hashabnea na Yerebia na Hodia na Shebania na Peaia wakasema, simameni mkamhimidi Bwana Mungu wenu tangu milele na hata milele, na lihimidiwe jina lako tukufu lililotukuka kuliko baraka zote na sifa zote. Mstari wa 6 yanaanza maombi ya Ezra. Biblia inasema hivi: Ezra akasema, wewe ndiwe Bwana, wewe peke yako uliyefanya mbingu za mbingu. Kwa naendelea chini, haya yote ni maombi ya Ezra. Walikuwa ni wana wa Israeli, walikuwa wanatubu kwa sababu ya makosa. Sina muda wa kuelezea. Nehemia kazi yake ilikuwa kujenga ukuta. Ezra kazi yake ilikuwa ni kujenga hekalu wakati wametoka utumwani. Lakini hapa wakati Nehemia ametoka kule kwa mfalme, akaja mpaka kukuta ukuta wa Yerusalemu ulikuwa bado umebomoka, umeanguka. Akajisikia vibaya. Ile sura ya kwanza anaomba, analia, akaanza kujenga ukuta. Mwisho wa siku walizuiliwa na baadhi ya wafalme, Tobia na Sanbalati, lakini wakashinda ule upinzani. Mwisho hapa wamemaliza kujenga ukuta. Cha ajabu akawakuta wana wa Israeli bado wanaendelea na ndoa walizokatazwa na mambo mengine mabaya. Ndipo hapa Nehemia pamoja na kuhani Ezra wanaanza kutubu tena. Nitaanzia mstari wa 18. Nehemia 9:18 anasema hivi: namu hata walipojifanyia ndama ya kusubu na kusema, huyu ndiye Mungu wako aliyekupandisha kutoka Misri, tena walipokuwa wamefanya machukizo makuu, hata hivyo wewe kwa wingi wa rehema zako hukuwaacha jangwani. Nguzo ya wingu haikuondoka wakati wa mchana ili kuwaongoza njiani, wala nguzo ya moto haikuondoka wakati wa usiku ili kuwapa mwanga na kuwaonyesha njia watakayoiendea. Mstari wa 20, ukawapa na roho yako mwema ili kuwaelimisha, wala kuwanyima mana vinywani mwao, tena ukawapa maji kwa ajili ya kiu yao. Ezra anaomba maombi haya wakati taifa la Israeli lilikuwa limemkosea Mungu. Anatubu na kumwambia Mungu, tusamehe. Huku nyuma kote ukisoma kuanzia mstari wa 6, alikuwa analia, anamwambia Mungu, anaeleza historia tangu Ibrahimu alipoitwa kutoka Uri wa Wakaldayo. Anaelezea jinsi alivyopelekwa Kanani, anaelezea namna Isaka alivyochukua urithi, anaelezea Yakobo namna alivyochukua urithi na namna ambavyo walivyopelekwa Misri wakakaa utumwani miaka 400. Anaelezea namna ambavyo walivyotoka kwa mkono wa nguvu chini ya Farao kwa mapigo 10. Anaelezea walivyovuka bahari ya Shamu. Anaelezea namna walivyokaa jangwani miaka 40. Anaelezea namna walivyovuka Yordani kwa sanduku la agano la Bwana. Anaelezea namna ambavyo walivyomkataa Mungu, wakajitakia mfalme, wakapewa Sauli. Mwisho wa siku wakayaacha mapenzi makamilifu ya Mungu, wakaishi kwenye mapenzi yaliyoruhusiwa. Mwisho wa siku wanakosea Mungu, wanatengana makabila mawili, yanabaki kama ufalme wa kusini unaitwa ufalme wa Yuda, lakini makabila 10 yanaasi
yanaanza kuabudu sanamu, yanatekwa na Sargoni mfalme wa Ashuru. Mwisho wa siku na Yuda wanaharibika, wanatekwa na Nebukadneza. Ndipo walipotoka sasa kwenye utumwa wa ile miaka 70 ya Nebukadneza, wanakuta ukuta pale umeanguka, wanaanza kulia kwa sababu ya makosa walioyafanya, wakaenda utumwani na pande wanaendelea kuishi katika ndoa nyingine. Ndipo Ezra anatubu, anaelezea haya yote, anasema hata walipojifanyia ndama ya kuabudu, wewe Mungu hukuwaacha jangwani, hukuwaacha wapotee. Uliachilia ile nguzo ya wingu wakati wa ule mchana ili kuonyesha njia watakaoiendea, na usiku kwa nguzo ya moto ili kuonyesha ni kwamba wapi mahali pa kutulia na wapi mahali pa kusafiri. Mstari wa 20 namalizia kwa kusema huku uliwapa na roho yako mwema. Neno roho mwema pale limemaanisha Roho Mtakatifu kwenye Agano Jipya. Lengo akasema ya kwamba ili kuwaelimisha. Kwa hiyo tumepewa Roho Mtakatifu ili kuweza kutuelimisha, ili kuweza kutuongoza katika mambo yote ambayo nimeyataja juu, namna ambavyo mtu anahitaji kutembea na Mungu, kutembea katika njia za Mungu. Haijalishi huyu mwanadamu atalifahamu neno la Mungu, ataamua kulitenda. Haijalishi atapita kwenye majaribu, atashinda, ataishi maisha matakatifu. Haya yote matatu hayawezekani. Mtu aweze akashinda majaribu kama ana Roho Mtakatifu. Mtu aweze akafaulu mtihani wa Mungu kama ana Roho Mtakatifu. Mtu aweze akaishi maisha matakatifu pasipo kuwezesha na huyo Roho Mtakatifu. Mtu aweze akalisoma neno la Mungu akaliishi pasipo kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Tuko kwenye nyakati ambazo watu wengi wameacha kutembea kwenye njia ya Mungu. Watu wengi wameacha kulisoma neno la Mungu na kuliishi. Watu wengi wanalisoma neno la Mungu kwa uzembe na uvivu. Watu wengi wameacha maisha matakatifu. Wamesema ya kwamba binadamu ni dhaifu, kwa hiyo wanajichukulia kwa udhaifu, wanaendelea kuishi katika dhambi, wanaendelea kuishi katika mabaya. Lakini Mungu anasema ya kwamba tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana. Kisha baada ya hapo kwenye Isaya 52:11 anasema ya kwamba enyi watu wa Mungu, tokeni kati yao mkatengwe nao, akasema msiguse kitu kilicho kichafu, iweni safi mnaochukua vyombo vya Bwana. Maana yake tuliookoka tunachukua vyombo vya Bwana kwa njia ya uimbaji, kwa njia ya injili, kwa njia ya maombi. Bwana anatutaka tuwe safi ili tutembee katika njia yake. Lakini njia ya mwisho ya kutembea katika njia za Mungu ni lazima Roho Mtakatifu awepo katika maisha yetu. Pasipo Roho wa Mungu hatutaweza kulisoma hili neno la Mungu wala kulielewa, maana tunahitaji kuangaziwa na Roho wa Bwana ili tuweze kuelewa. Pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi kuliishi neno, maana Warumi walijaribu kuishi neno la Mungu kwa sababu hawakuwa Roho Mtakatifu. Ile sura ya 7 wanaelezea, wanasema ya kwamba ile ninalolichukia, hilo ninalolitenda, ambalo nalipenda siwezi kulitenda, kwa sababu ilikuwa dhambi inakaa ndani yao, hakuwepo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hatuwezi kuliishi neno kama Roho Mtakatifu hajakaa ndani yetu. Hatuwezi kuliishi neno kama Roho Mtakatifu hajawa pamoja nasi. Hatuwezi maisha matakatifu kama Roho Mtakatifu hajawa pamoja nasi. Hatuwezi kushinda vita yoyote wala jaribu lolote wala mtihani wote wa kimungu pasipo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunamhitaji Roho wa Bwana ili tuweze kutembea katika njia hiyo. Maana anasema wanaoongozwa na Mungu hao ndio walio wana wa Mungu, wanaoongozwa na Roho wa Bwana. Na Isaya anahitimisha, anasema kwenye 35:8, na hapo kutakuwa na njia, kunayo njia inaitwa ya utakatifu. Maana yake ni kwa njia ya Roho Mtakatifu. Hapo anasema hiyo njia ni kwa ajili ya wasafirio. Wasio safi hawatapita juu yake. Maana yake uchafu wote hautapita katika njia hiyo. Kwa hiyo tunahitaji kujisafisha, tunahitaji kujitakasa. Isaya 1:15 anasema ya kwamba tuondoe uovu wa matendo yetu usiwe mbele za macho ya Mungu. 16 anasema jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu. Kisha pale juu amesema anachukia nyimbo, anachukia na vitu vingine kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya uovu, kwa sababu ya kutokuenenda katika njia za Mungu. Haijalishi tuko kwenye nyakati gani, haijalishi tuko kwenye ulimwengu ambao umemkataa Bwana, haijalishi tuko kwenye nyakati ambazo kanisa nalo limetoka na kusimia, lakini bado tunamhitaji Roho wa Bwana ili tuweze kutembea, ili tuweze kusimama.
tunamhitaji Roho Mtakatifu ili tuweze kushinda. Simama mahali ulipo, ili tuweze kumwomba Bwana, ili tuweze kumwita Bwana atusaidie na aweze kutuwezesha. Peke yetu kwa nguvu zetu hatuwezi chochote, akili zetu haziwezi chochote, elimu yetu haiwezi chochote, mali zetu haziwezi chochote, lakini tunamhitaji Roho wa Bwana ili aweze kutuvusha. Hali ulipoinua sauti yako, mwambie Bwana akutetee na kukusaidia, akutetee na kukusaidia. Wewe muombe Bwana mahali ulipo, inua sauti yako, mwite Bwana. Tunahitaji kutembea katika njia ya Bwana. Kama hatuwezi kutembea katika njia hiyo, hatuwezi vuka katikati ya ulimwengu mbaya ambao umejaa mambo mengi mabaya. Tunahitaji tutembee katika njia hiyo, na kama tukishindwa kutembea katika njia hiyo, maisha yetu hayatakuwa na maana. Maana tumesema anayeamuru tufanikiwe ni Bwana. Usalama wa maisha yetu uko mikononi mwa Bwana. Mandelepa shakaina mandelepesia hikataya lekete ripoka lina mandelepesia hikataya lekete mande kalina mai shakaina mandelipataya. Baba, jioni ya leo tena tunajitiisha chini ya msalaba wako. Wewe ni mtakatifu Bwana, baya utakatifu wako kama utangani na dhambi. Baya njia zako ziko juu sana, baya njia zako zote ni adili na kweli, baya njia zako zote ni adili na utakatifu. Jioni ya leo Bwana, ropokete mandelepa, Baba tunasogea kwako, tunahitaji neema yako Bwana, ututetee na kutusaidia Bwana. Tunasogea kwako, wewe mtakatifu wa Israeli, wewe Baba utangamani na uovu. Kama unaona kwenye maisha yako kuna dhambi, mwambie Bwana kusamehe. Wewe nenda mbele za Bwana. Kama unaona kuna dhambi na kuna uchafu mahali popote, mwambie Bwana kurehemu, mwambie Bwana kusamehe, akupe mwanzo mwingine mpya wa kutembea katika njia yake. Bwana wa majeshi, majira haya ropokete mandelepa sana makatari payandama ropokete mandelepa. Baba tunasogea mbele za macho yako, Mungu turehemu Bwana, Mungu turehemu kanisa lako Baba, kwa wingi wa fadhili zako Baba, kwa wingi wa rehema zako. Tumetembea katika njia sisi zetu wenyewe, tumeiacha njia yako ya kweli Baba. Katika wewe Bwana tutakujua na kukufahamu, tumeenda katika njia zetu. Wewe Bwana wa majeshi, shana makatali payandama prokokete mandeleka shana makatali payandama prokokete mandeleka shana makatali payandama prokokete mandeleka shana makatali payandama prokokete mandeleka. Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, Baba turehemu majira haya. Yesu turehemu majira haya. Tunasogea mbele zako tena, omba tutembee katika njia yako, omba tutembee katika njia yako Baba. Usitupungukie kini neema yako, weto wako Bwana, wende pamoja nasi. Jana makatari payandama ropokete mandelepa, nipoenenda kwa njia zetu na kwa akili zetu Baba turehemu. Nipoenenda katika kuisoma neno lako kwa kawaida Baba turehemu. Niposhindwa kujitenga na mabaya Baba tusamehe. Yesu Kristo mwana wa Mungu, niposhindwa Bwana kuenenda Baba na kushinda majaribu na mitihani, rehema Bwana. Niposhindwa kutii sauti ya Roho wako kama kiongozi mkuu wa wokovu Baba turehemu. Shana makatari payandama, rudi mbele zako Bwana, tupe neema tena Baba wa milele Mwokozi. Mbele katika njia yako, mbele katika njia yako, mbele katika njia yako Bwana, ndio usalama wetu Bwana, ndio kufanikiwa kwetu. Shana makatari payandama prokokete mandeleka shana
Shana makatari payandama. Prokotete mandelepa. Shana makatari payandama. Prokotete mandelepa. Shana makatari payandama. Prokotete mandelepa. Shana makata. Prokotete mandelepa. Baba, asante kwa ajili ya neema yako. Shukuru Mungu mwaminifu kwa ajili ya ukuu wako, ajili ya wingi wa fadhili zako, e Bwana mtakatifu, e Bwana wa majeshi. Shema zote, shama utukufu vina wewe. Tupe neema watoto wako kutembea katika njia yako na katika uaminifu wako siku zote za maisha yetu, maana ndiyo kufanikiwa kwetu. Asante Mwokozi, katika jina lako Yesu tunaomba na kuamini.